Na message ambayo Mungu alitupa katika huu mwaka na kulingana na neno ambalo tumepewa siku ya leo ambalo liko katika kitabu cha Yeremia 24 ni kuhusu matunda ambayo Mungu alionyesha mtumishi wake Daudi Yeremia, na akamuonyesha matunda ambayo alikuwa na vikapu viwili. Bwana apewe sifa. So nilikuwa nasema kuna muda itafika katika nchi yetu ya Kenya, kuna amani Mungu anataka kutuletea. Mnisikize hapa vizuri sana. Haya, Mungu wetu akasema ya kwamba katika huu mwaka kuna amani anataka kuleta katika nchi ya Kenya. Na wakati tutaona kukiwa na amani, tusifikirie sasa tutosheke ama tustareni kwa sababu sasa kuna amani. Hapana, Mungu atakuwa amepeana nafasi ya watu wajiunganishe na yeye ama watengeneze uhusiano wao na Mungu. Bwana apewe sifa. Na tukaambiwa ya kwamba ama Roho Mungu akatuambia ya kwamba wakati watu watajiunganisha na Mungu, after there kuna mawimbi itakuja baadaye, na wale wote watakuwa wamekataa kujiunganisha na Mungu wetu, ujue wengi wataisha. Bwana tusaidie sana. Bwana inuliwe. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, Roho Mungu akasema ya kwamba na watu wakijiunganisha, wote wakijiunganisha kulingana na mapenzi ya Bwana, watengeneze njia zao na uhusiano wao na Mungu iwe sawa, haya mawimbi Mungu hataleta. Kwa hivyo watu wa Kenya, wacheni tuombe, ni kwa sababu katika nchi ndio kuna kisima cha wokovu. Hapa ndio kuna kisima cha Yesu Kristo, watumishi wa Mungu. Na ndio naona watu wengi kutoka nchi za mbali hufurahia kukuja huku. Unaangalia nchi yetu jirani kama ni Tanzania, Uganda, Burundi, everywhere wanakujanga hapa Kenya na wanasikia wakiwa sawa. Uganda wako hivyo, wakija Kenya wanasikia wako na amani, hakuna mafurugu, wanasikia wanastarehe, hata wanafanya kazi kama watu wa kawaida, kama watu wako katika nchi zao yao. Ni kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ya kupotelea ya kukuja. Ni kwa sababu nchi ya Kenya ndio kuna kisima cha Yesu Kristo, mwana apewe sifa, ama kuna kisima cha wokovu. Na ndio naona watu wa nje hufurahia huku. Ukiangalia kuna Wahindi, kuna Wazungu, kuna tribes zote, Nigerian wanakujanga huku wote mpaka Machina, na wanatosheka tu. Kwa hivyo tukue na siri, watu wa Mungu ambao ni watu wa Kenya, ndio tuweze kujiunganisha na Mungu wetu. Ndio ile kazi Mungu anataka kufanya na watu wake afanye na sisi. Bwana apewe sifa. So kulingana na neno la Bwana vile limesema, na wale wana wa Yerusalemu ambao Bwana apewe sifa walikataa kukaa kulingana na mapenzi ya Bwana, ndio nasikia Mungu anasema atawagadhibu. Bwana apewe sifa. Na akumbuke wale ambao walienda katika nchi ya nini ya Babylon, ama wale ambao walichotwa Bwana, ama walitekwa nyara. Bwana apewe sifa. Hiyo inamaanisha namna gani? Mungu wetu anatupenda wale ambao wamechagua, lakini anatufuata sana kutuangalia. Bwana inuliwe. Ujumbe haukufika pale. Nilikuwa nimesema pale mwanzoni, wale wote ambao wamepewa neema ya kushikilia watu ama wewe ambao umeokolewa, wewe ambao unayemjua Mungu vizuri, tazama wale ambao hawamjui, waelekeze, watreat vizuri, ndio mtamani Mungu wako. Bwana apewe sifa. Ndio na wewe usihukumiwe. Bwana inuliwe. Kwa sababu Mungu alisema ako na uchungu sana na wale ambao wanaopotesha watoto wake, na akasema wengi ni kuzikwa watazikwa. Thank you sana Peter Kama. Bwana akubariki sana. Hiyo ujumbe nilipeana tarehe 1, lakini nimerudia tu kwa sababu neno ambalo tulikuwa tumepewa siku ya leo ambalo liko katika kitabu cha Yeremia 24 linaguzia. Bwana apewe sifa. So baadaye tukaambiwa ya kwamba wale ambao ni watumishi ama wale ambao uhusiano wao na Mungu iko sawa. Kweli tumekuwa tukitamani tukiomba Mungu nifanyie hivi na hivi, lakini tukaambiwa Mungu amekuwa akienda kwa kila faili ya kila mtu. This year ni kulipwa malipo. Wewe ambao utapewa matunda ambao ni matamu, kula ni yako. Bwana apewe sifa. Na ufurahie, ni kwa sababu hiyo ni kazi ya mikono yako. Ni kwa sababu Mungu hawezi akatafuta komiti wakae chini waulizane, Pastor Mary tutamlipa na nini? Hebu muangalia kwa hivyo unamuonanga namna gani? Hapana. Mungu analipa kulingana na vile anavyonifahamu ndani na juu. Bwana apewe sifa. Katika kitabu cha Yeremia 17:10 ndio huwa anasema, mimi huchunguza roho na mawazo ya mwanadamu. Wakati tumekuwa tumikikatazwa dhambi, tukiambiwa kaeni hivi, naye faili ya Mungu huwa inajazwa. Kwa hivyo mshahara ambao nitakayopokea this year, mjue ni mshahara wangu. Nikifurahia ni sawa. Nikipewa matunda makali, Bwana apewe sifa, nikule vizuri, ni kwa sababu ni yangu. Na kuna mtu mwenye tutasaidiana. Bwana apewe sifa. So neno la Mungu ni nzuri. Bwana inilie. Nataka tutoke Fadhili FM.